Wanawake tukae mbele leo, tusijibweteke, ukombozi ndo kimbilio, umoja ndo nguvu kazi, kwa pamoja tushikamaneni, na nafasi kushika uongozi tupe thamani. Sogea karibu dada, upendo na kuzawadia, tufanye kazi mana afya bora ikituangazia, ukombozi kwa wanawake Tanzania. Moja kati ya mafanikio ambayo tunapenda dunia itambue ni kuona kwamba mwanamke anawekwa kipaumbele, mwanamke anapewa thamani katika kusukuma gurudumu la maendeleo. Karibu mtazamaji pote ulipo, bila shaka hujambo na nikukaribisha katika kipindi cha mwanamke na ukombozi. Kipindi cha mwanamke na ukombozi leo tumetembelea sekta ya anga. Tunaangazia sekta hii kwa namna gani inaweza kuwakomboa wanawake. Mimi ni Khadija Hassan, nikiwa timu nzima ya production pamoja na timu tunaandaa mwanamke na ukombozi. Na moja kwa moja nikaribisha, tunakwenda kuzungumza na mkurugenzi wa huduma wa mamlaka Lulu Leonard Tumua. Tutasikia mazuri katika sekta hii. Habari yako hapo kiongozi? Nzuri, asante. Kazi zinakwendaje? Kazi zinaenda vizuri. Tujivunie nini katika mamlaka ya anga sasa hivi Tanzania yetu? Mamlaka ya anga inaendelea vizuri na sekta inakuwa kulinganisha na ilivyokuwa nyuma. Tumepiga hatua kubwa, tumeboresha maeneo mbalimbali ya utoaji huduma na usimamizi katika maeneo mbalimbali kama regulator. Kwa hiyo tuna mitambo ya kisasa, vile vile tuna watumishi wapo wa kutosha katika kuhakikisha kwamba mamlaka inatoa huduma bora katika nchi yetu ya Tanzania. Sawa sawa. Nafasi yako katika kitengo chako sasa ni shughuli zipi ambazo hasa unazisimamia? Mimi natoka katika idara ya usimamizi ya mamlaka, ambayo shughuli kubwa kwanza ni kusimamia watumishi. Vile vile niko katika eneo la fedha na vile vile niko katika eneo la estate kwa ajili ya kuangalia majengo mbalimbali na kuhakikisha kwamba watumishi wanaishi katika eneo zuri. Vile vile kuhakikisha kwamba mitambo inafanya kazi vizuri. Kwa mfano tuna maeneo kama ya generator ambayo ziko katika vituo vyetu 15 ambayo tunavihakikisha kwamba zinafanya kazi vizuri ili kuhakikisha huduma ya uongozaji ndege katika maeneo haya inafanya kazi vizuri bila tatizo lolote. Sawa. Na tuangazie sasa kwa upande wa mada yetu ambayo inasema mwanamke na ukombozi. Sekta ya anga imemkomboa vipi mwanamke? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wa TCA hasa katika eneo nalo lisimamia, sekta ya anga imemkomboa sana mwanamke. Katika eneo letu sisi tumekuwa tukisaidia kwanza kuhakikisha kwamba wanawake wanapata mafunzo kama walivyokuwa kwa wanaume, lakini tunatoa kipaumbele vile vile kwa wanawake kuhakikisha kwamba wanapata yale mafunzo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli zetu zote za kwenye mamlaka zinafanyika vizuri bila ubaguzi wowote. Pamoja na mafunzo, kuna nafasi mbalimbali za ajira ambayo mamlaka imekuwa imeajiri. Kwa hiyo kuna upendeleo wowote, kila mtu ana haki sawa ya kupata kazi ili kuweza kutumikia mamlaka yetu. Kwa hiyo miongozo na kanuni iliyokuwepo haibagui mtu yoyote. Kila mtu mwenye sifa anapata ajira kulingana na sifa zilizoainishwa katika eneo la kazi husika. Kwa hiyo wanawake wengi wapo wanapata kazi na wako katika maeneo mbalimbali ya mamlaka ya usafiri wa anga. Tuangazie sasa katika ajira, tuangalia wanawake ukilinganisha na wanaume na utendaji wao. Tulipotoka na tulipo sasa, mwanamke huyu ambaye amepewa thamani na mamlaka ya anga. Asante sana ndugu mtangazaji. Tulipotoka sio kama zamani, lakini sasa hivi tumeendelea zaidi. Tuna wanawake katika maeneo mbalimbali. Tuna wanawake ambao ni maengineer, wapo katika sehemu za engineer. Katika management vile vile tuna wanawake ambao katika management tuna wakurugenzi 5. Katika wakurugenzi 5, wakurugenzi 2 ni wanawake. Kwa hiyo umeona namna gani wanawake wako katika sehemu nyeti za maamuzi ili iweze kusaidia sekta yetu ya anga iweze kuendelea mbele zaidi. Mfumo dume. Asante ndugu mtangazaji. Katika mamlaka ya anga tuna sera mbalimbali ambazo zinasimamia watumishi. Mfumo dume katika taasisi zetu hauna nafasi. Wanawake wanapewa kipaumbele katika masuala mbalimbali, kwanza katika maamuzi, vile vile katika masuala mbalimbali ya uteuzi. Wanawake na wenyewe wana haki sawa au wana nafasi sawa kama wanaume. Kwa hiyo sera zetu na miongozo yetu ni kuhakikisha kwamba wanawake wanapata nafasi ya kuongoza kama walivyo wanaume, ili kusaidia kuwapa nafasi ya kuonyesha uwezo wao, kuhakikisha kwamba mamlaka ya anga inasonga mbele na endelea kutoa huduma zaidi
katika nchi yetu. Na mtazamaji, huko ni mkurugenzi wa huduma wa mamlaka Mr. Leonard Tumua. Tumesikia mazuri kutoka katika sekta ya anga, namna gani ajira zimesimama vyema, zimeangalia mfumo dume kwa sasa haupo katika sekta hii, na namna gani basi mwanamke amethaminiwa na kupata hizo fursa za ajira. Wanawake tukae mbele leo, tusijibweteke. Kwa upande wa maendeleo ya sekta ya anga Zanzibar, kwa kweli sisi tunamshukuru na kumpongeza sana rais wetu mpendwa, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kwa maendeleo makubwa ambayo yamepatikana katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 8. Kama ambavyo mmetembelea katika miradi yetu, kwa pamoja tunaendelea na ujenzi wa miradi mitatu. Kwanza Terminal 1. Terminal 1 za awali tulikuwa tukitumia kama ni jengo la abiria, lakini vile vile zilikuwa ikitumika kama ni ofisi za mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar. Sasa jengo hili limefanywa marekebisho na utanuzi ambapo litatumika kwa ajili ya VIP watu mashuhuri pamoja na private jets. Kwa hiyo litakuwa ni jengo la kisasa lenye hadhi ya kimataifa. Lakini vile vile tunajenga Terminal 2 ambayo kwa kweli itakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria wengi zaidi ya abiria 1,600,000 kwa mwaka. Vile vile kituo cha biashara ambapo ni business center. Kituo hichi kwa kweli ambacho tunatarajia mwakani kitakuwa kimekamilika, kitatoa huduma mbalimbali, huduma za mikahawa, huduma za kibenki kwa masaa 24, na uzuri tumeshaanza kupokea maombi kutoka kampuni za kimataifa kina KFC na wengine ambao wanataka kutoa huduma zao katika kituo kile cha biashara. Lakini vile vile kama ambavyo tunafahamu uwanja wetu wa ndege wa Pemba, huu hatuwezi kusahau. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekusudia kufanya uwanja huu sasa kuwa uwanja wa kimataifa, na hatua za awali zimeshaanza tokea Novemba mwaka 2024, na tunatarajia kwamba hadi ifikapo mwaka 2028 uwanja huu sasa wa Pemba utakuwa umekuwa uwanja wa ndege wa kimataifa, na ndege zitakuwa zinatua moja kwa moja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini vile vile hapa Unguja tuna uwanja wetu wa ndege wa Nungwi ambao awali tulikuwa tunaita uwanja wa ndege wa Kibunda. Kwa sasa una ndege zinatua, lakini unatumika kama kituo cha michezo ya anga. Mimi mwenyewe nimeshafanya skydiving. Unaona ni mchezo mzuri sana ambao wageni wanaupenda, na kwa kweli unaendelea vizuri. Kwa hiyo kwa upande wa sekta ya anga tuna maendeleo makubwa, tunaishukuru sana serikali yetu. Vile vile mwezi Juni mwaka huu 2025 kwa mara ya kwanza Zanzibar tumekuwa wenyeji wa mkutano wa maendeleo ya sekta ya anga ya Afrika, mkutano wa Aviadev. Mkutano huu umepata washiriki zaidi ya 500 kutoka nchi mbalimbali duniani, lakini vile vile mashirika mengi ya ndege zaidi ya 80. Na kwa kweli tumeanza kupata mrejesho mzuri. Mashirika mbalimbali ya ndege yameanza kuleta maombi yake ya kuanza safari zao kutoka katika maeneo mbalimbali duniani kuja Zanzibar, na hata mashirika tulionayo, kwa sababu sasa hivi uwanja wetu wa ndege wa Akia unapokea zaidi ya mashirika 80 ya ndege. Lakini vile vile tuna miruko mingi zaidi ya ndege. Utakumbuka mwaka jana tulitajwa pia kwamba ni miongoni mwa viwanja ambavyo viko busy zaidi Afrika. Tuna miruko ya ndege zaidi ya 60,000 kwa mwaka. Unaona, kwa hiyo mashirika mapya nayo yameonyesha nia ya kutua katika uwanja wetu. Hii ni hatua nzuri. Lakini vile vile mwaka 2023 miongoni mwa mafanikio yetu makubwa ni kupata tuzo ya kuwa uwanja bora wa ndege barani Afrika ambayo imetolewa na Baraza la Viwanja vya Ndege Duniani ACI. Kwa hiyo na tuzo hiyo tuliipata katika kategori ya viwanja ambavyo vinatoa huduma kwa abiria chini ya milioni 2 kwa mwaka. Lakini idadi hiyo ya abiria sasa imezidi, tunapokea zaidi ya abiria milioni 2,200,000 kwa mwaka. Kwa hiyo automatically tumehama katika kipengele kile, na sasa tunachuana na wenzetu ambao wameendelea zaidi katika kipengele cha abiria zaidi ya milioni 5 kwa mwaka. Vile vile miongoni mwa maendeleo ambayo tunajivunia sana
ni kupata tuzo ya vyakula na vinywaji katika jengo letu la 3 la Terminal 3, jengo letu la abiria. Mwaka 2022 tumeanza kufanya kazi na kampuni ya Emirate Leisure ambayo ni wataalamu hawa katika sekta ya huduma za maduka na migahawa duniani. Kwa hiyo mwaka mmoja baadaye 2023 tukapata tuzo ya mabadiliko bora ya vyakula na vinywaji katika jengo letu la 3 la abiria. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa na tunajipongeza. Lakini uwanja wetu huu unafanya kazi na wataalamu mbalimbali wa kimataifa wakiwemo Dinata ambao ni ground handlers, wanatoa huduma za kwenye ndege. Na kwa bahati nzuri kwa mara ya kwanza tumeweza kupata cheti cha RA3. Hii ni ithibati ya kuweza kusafirisha bidhaa kutoka nchi za Afrika kwenda barani Ulaya. Huduma hii haikuwepo katika uwanja wetu hapo awali, na hii imekuwa ni nafuu kwa wafanyabiashara kwa sababu inazingatia ubora wa bidhaa. Kwa hiyo ile adha ya kusema kwamba wafanyabiashara wetu hususan wazawa kwamba hawawezi kusafirisha bidhaa zao kwa sababu mbalimbali, namna tunavyohandle, kwa hiyo adha hiyo imeondoka. Kwa kweli tuna mafanikio mengi tunayojivunia hata katika uongozi wa wanawake. Tunao wakurugenzi ambao ni wanawake, tupo sisi wakuu wa vitengo ambao ni wanawake, na tunafanya vyema katika kuhakikisha kwamba sekta ya anga hususan Zanzibar inakuwa ndio kitovu katika ukanda huu wa Afrika. Nikiwa ni mwanamke kiongozi chini ya uongozi wa rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kweli nina mengi ya kujivunia. Mojawapo ni kutoa mchango wangu kwa taifa langu ambalo nalipenda sana kwenye roho yangu. Kwa hiyo kwa nafasi niliyopo, na hata wewe ambao unanitazama kwa nafasi uliyopo, basi unaweza kutoa mchango wako hapo hapo ulipo. Na sisi tumejidhatiti kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwakilisha wanawake viongozi, wanawake shupavu, wanawake bora katika nafasi zote ambazo tunazipata. Kwa hiyo haijalishi udogo wa nafasi ama ukubwa wa nafasi ulionayo. Madhali umepata dhamana hiyo, basi hakikisha hutuangushi wanawake wenzako. Wanawake tukae mbele leo, tusijibweteke. Sekta ya anga katika kumkomboa mwanamke imeweza kumpa nafasi mwanamke katika vipengele tofauti tofauti. Imemuinua mwanamke kwa kuweza kutekeleza majukumu yake, kumpa nafasi za uongozi. Kwa hapa kwetu kuna wanawake tofauti ambao wapo katika nafasi za juu za uongozi ambazo katika sekta ya anga hii tunaenda nayo kwa sasa kwa kipindi hichi awamu hii ya Dr. Mwinyi, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar. Sekta ya anga imemkomboa mwanamke kwa kumpa nafasi katika taasisi yetu hii. Tuna nafasi mbalimbali za wanawake walioweza kuongoza kama vile wakuu wa vitengo, wakuu wa division, pamoja na mimi mwenyewe mkurugenzi rasilimali watu na utawala. Sekta ya anga imeweza kuajiri jumla ya wafanyakazi wa kike 354, wakiwemo wafanyakazi wa kudumu na wafanyakazi wa mkataba wanawake. Katika nyadhifa mbalimbali katika majukumu ya kila siku, sekta ya anga imeweza kuunda kamati ndani ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege, kamati ya ukimwi, kamati za michezo. Katika kamati ya ukimwi, sekta ya anga imeweza kumuinua mwanamke kuweza kuongoza kamati hiyo, kuweza kutoa weledi na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wote wa ndani na nje ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege ambao wanaweza kufanya kazi humu kwa kuweza kujilinda na maambukizi mbalimbali, kutoa mafunzo ya ukimwi pamoja na kutoa misaada kwa taasisi mbalimbali kwa waathirika wa nje na ndani ya taasisi yetu. Pamoja na hiyo, kuna kamati ya michezo ndani ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege ambayo nafasi nyingi za uongozi wapo wanawake. Kuna michezo kama kuna michezo ya netball ikiongozwa na wanawake, michezo ya kuvutaji wa kamba kuna timu ya wanawake, nikiwemo na mimi mwenyewe katika michezo ya netball nachezea center. Michezo ya netball ambayo kwa kipindi kirefu au kila mwaka tunashajiisha kufanya mabonanza ya kimichezo mbalimbali. Pia ndani ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege tuna chama cha wafanyakazi KOTU ambacho kinaendesha shughuli zake ndani ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege kikiongozwa na mwenyekiti na katibu wakiwa ni wanawake katika chama hicho.
kwa kuweza kuwasaidia wafanyakazi wanaopata na matatizo pengine katika taasisi, kuweza kukaa nao na kuwashajihisha mbinu mbalimbali za kufanya za kiutendaji ndani ya mamlaka ya viwanja vya ndege. Kwa ufupi, sekta ya anga imeweza kumuinua mwanamke katika mafanikio makubwa kwa mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar. Shukrani za dhati kwa viongozi wetu wa nchi akiwemo Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuimarisha sekta ya anga kwa kuimarisha nyanja tofauti kwa ujenzi wa miradi mbalimbali hapa mamlaka ya viwanja vya ndege. Ukilinganisha na hapo awali, sasa hivi tunaenda na miundombinu mipya, tuna miradi mbalimbali ambayo inaibua wigo mkubwa kwa kuweza kupokea wageni wengi katika sekta hii ya anga kwa uimarishaji wa shughuli mbalimbali katika idara hii ya anga. Wanawake tukae mbele leo, tusijibweteke. Hewani ni Mwanamke na Ukombozi. Tumesikia serikali kwa upande wa Zanzibar ikizungumza namna gani sekta ya anga imemkomboa mwanamke. Sasa basi narejea kwa Mr. Leonard kutoka mamlaka ya anga Tanzania tuweze kumalizia kipindi chetu kama kawaida. Bwana Leonard, sasa hebu tuangalie huyu mwanamke leo ambaye tunaona katika sekta, kuna mainjinia, kuna marubani, kuna waongoza ndege, tunaweza kujionea wanawake mbalimbali. Zamani ilikuwa tunaamini kabisa kazi kama hizi anasimama mwanaume, lakini hivyo mwanamke, unadhani kuna kipi hasa ambacho kimeleta utofauti? Asante ndugu mtangazaji. Zamani kama ulivyosema, zamani mwanamke alikuwa anaonekana kama hawezi katika kufanya baadhi ya majukumu. Ni kama ilikuwa ni mambo ambayo yametengenezwa, yani ni human construction tunasema, yani ni watu wamekaa wakaona kwamba mwanamke hawezi, lakini si kweli. Kwa mamlaka ya usafiri wa anga inatoa mafunzo mbalimbali. Kwanza katika maeneo ya kuhakikisha kwamba wanawake wanajengewa uwezo ili kuweza kufanya majukumu mbalimbali. Vile vile katika hayo tunapata wanawake katika walioajiriwa katika kada mbalimbali, lakini kama mamlaka ya anga inatoa nafasi kwa wanawake kujiendeleza na kuwasapoti katika maeneo mbalimbali. Wapo ambao walikuwa wahudumu lakini sasa hivi waongozaji ndege, wapo walikuwa wahudumu lakini sasa hivi wameendelezwa, wamekuwa mainjinia baada ya kupata ile nafasi. Kwa hiyo unaona kwa namna gani wanawake wanavyoweza kupata, wakipewa nafasi wanaweza wakapiga hatua mbele zaidi. Kwa hiyo kama mamlaka ya anga inatoa mafunzo, inawapa nafasi na inawawezesha katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata nafasi katika mamlaka yetu kwa wale watumishi, ili waonyeshe vipaji vyao na wasaidie nchi katika masuala mbalimbali ya uongozaji ndege katika mamlaka ya anga. Sawa. Naam, tumesikia nafasi mbele ambao wamepewa wanawake, lakini je, wanawake wenyewe ambao ni wanufaika wanazungumzaje? Tuwasikilize. Wanawake tukae mbele leo, tusijibweteke. Hello, my name is Pendo Andrew. I work as an air traffic controller at Julius Nyerere International Airport for the approach control unit and aerodrome control tower. Today I am attending departures and arrivals at the control tower. Asante. Report, I'm ready to book LC clearance. Ready to cover up? Tanzania 212 cleared Rovon flight level 360 departure runway 05, maintain runway heading until passing flight level 040, turn right, squawk 3132. Cleared Rovon flight level 360 for departure runway 05, 3132, Tanzania 212. Tanzania 212, LC clearance, break corrected, report. Wanawake tukae mbele leo, tusijibweteke. Ukombozi ndo kimbilio, umoja ndo nguvu kazi. Kwa pamoja tushikamaneni na nafasi kushika uongozi, tupe thamani. Sogea karibu dada. Mimi nimenufaika katika sekta ya anga kwa sababu nimefanya kazi ya kuruka kwenye ndege kwa miaka mingi na imeniimarisha maisha yangu. Nimekuwa na watoto mpaka sasa wamemaliza university.
kutokana na kazi ya sekta ya anga. Tunajivunia katika sekta ya anga kwa sasa kwa sababu katika sekta ya anga tuna marubani wanawake ni wengi ambao ni marubani wanaendesha ndege kubwa na ndogo. Kwa hiyo wanawake tunaweza. Kwanza kabisa napenda nimshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu katika hii awamu ya 6. Ameimarisha sekta ya anga kwa viwango vikubwa, hasa upande wa rada. Rada ni vyombo ambavyo vinalinda anga. Kwa hiyo anga letu la Tanzania limeimarika kwa sehemu kubwa sana. Pia miundombinu imeimarishwa kwa kiasi kikubwa sana. Kama sisi Air Tanzania, ndege zetu zinakwenda nchi mbalimbali, nchi za nje mbalimbali, inaenda Dubai, inaenda China, inaenda Guangzhou, inaenda South Africa. Yes, pia na ruti za ndani tunazo. Inaenda Mwanza, Bukoba, Mbeya, Iringa. Hii ni kutokana na miundombinu imeimarishwa kiasi cha kutosha. Pia tunazo ndege ambazo ni ruti mpya ambazo Air Tanzania imeimarika na inataka kupanua wigo. Mfano tuna Juba, tuna Muscat, tuna Bangkok, tuna Dakar na tuna Lagos na tuna ndege ruti mbalimbali. Kwa hiyo sekta ya anga kwa kweli imeimarika kwa sehemu kubwa. Kama ingekuwa haijamarika, hizi ruti zote zisingepanuka. Karibuni Air Tanzania. Wanawake tukae mbele leo, tusijibweteke. Katika sekta ya anga kwa kweli wanawake tumekuwa tukijivunia mambo mengi sana. Kuna script ambazo zinakuwa zinasema ukimpa mwanamke uongozi inakuwa ni kama umetoa uongozi kwa jeshi kubwa, kutokana na zile commitments ambazo wanawake inborn tuko nazo. Kuna ile hulka ya mwanamke anaweza akafanya vitu vingi kwa wakati mmoja kwa sababu ubongo wetu nao umeumbwa namna hiyo. Kwa hiyo sisi wanawake katika sekta ya anga, na tunashukuru sana serikali yetu imeweza kutoa fursa katika vitengo na idara mbalimbali zinaongozwa na wanawake, na tumeona zikiwepo zinafanya vizuri na zikiwepo zinaleta tija kubwa sana katika kuleta manufaa mbalimbali na kufikia malengo kwa wakati katika hizo idara na vitengo ambavyo wanawake wanasimamia. Kwa kweli napenda kutoa rai hii kwa wanawake tulio kuwepo ndani ya aviation. Tuendelee kufanya kazi zetu kwa weledi, tuendelee kufanya kazi zetu kwa bidii, na vile vile kutumia society tuliokuwepo nao kama vile Women in Aviation, kuendelea kukaa kwa pamoja ili tuweze kupeana mawazo, kuweza kuona zile maeneo ambayo tuna changamoto, kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukayatatua. Lakini kwa wale wanawake ambao wana taaluma mbalimbali, uzuri kwenye aviation kuna kila aina ya taaluma. Kuanzia watu waliosomea HR, customer care, watu waliosomea mambo ya elimu, waliosomea udaktari, waliosomea uhandisi, ni tasnia mapilot, ni tasnia ambayo inaweza ikakutanisha kada za aina mbalimbali. Kwa hiyo naendelea kuwatia chachu, wapitie social media ambazo zipo katika taasisi hizi za kiaviation ili waweze kuona fursa mbalimbali zinavyoweza kutokea, na tunawakaribisha sana huku kwetu kumenoga. Hali kadhalika kubwa kuliko yote, naomba kutoa rai, kushukuru kwanza serikali kuu kwa kupitia Wizara ya Utumishi na Management ya Utumishi wa Umma, ambako wamekuwa wakitupa vibali kutokana na zile proposal ambazo tunaleta za uhitaji ya wafanyakazi, na sasa hivi tumekuwa tukipokea wafanyakazi wapya. Naomba waendelee, tuna uhitaji mkubwa. Viwanja vyetu vingi vya ndege vinafanya kazi masaa 24, na vile vile kuna viwanja vingi ambavyo nako serikali kuu kwa kupitia fedha zetu za ndani na hata kwa fedha za wadau wa nje kama Benki ya Dunia, Africa Development Bank, EIB na wengine wengi vimeendelea kuboreshwa, na hiyo sasa inaleta haja ya kuwa na wafanyakazi zaidi. Kwa hiyo tunaomba hata katika ule uchaguzi wa wafanyakazi tusaidie kuchagua wafanyakazi pia wanawake wa kutosha, ili tuweze kuweka uwiano ambao uko vizuri na kuweza kusogeza mbele gurudumu la maendeleo. Wanawake tukae mbele leo, tusijibweteke.
Kwanza kabisa naishukuru serikali, naishukuru na mamlaka yetu, kwani asilimia kubwa ya wanawake sasa hivi wamepata nafasi mbalimbali za uongozi. Tukiangalia kwa upande wa wakurugenzi, tuna wakurugenzi wanawake. Tukiangalia wakuu wa vitengo, tunakuwa vitengo wanawake. Kwa wanawake tumepata fursa mbalimbali. Na pia tumepata uwezo. Kwa zamani ilikuwa ni ngumu, lakini kwa sasa hivi mwanamke hata ikitokea kwamba ameenda kujifungua, anapewa mwaka mzima. Kwa wale wanaofanya shift, haingii shift. Kwa anakuwa anaingia tu ofisi hours tofauti na zamani. Kwa kweli maboresho ni makubwa. Sekta ya anga imemkomboa mwanamke kwa kumpatia ajira. Wameajiriwa, mfano kama mimi nimeajiriwa na mamlaka ya usafiri wa anga, nimepata sponsorship ya kupelekwa kwenye mafunzo mbalimbali yanayoniwezesha kupata ujuzi ili kuweza kufanya kazi zangu. Wanawake tukae mbele leo, tusijibweteke. Sekta hii tunajivunia katika sekta ya usafiri wa anga. Tunaishukuru mamlaka yetu, imetuona wanawake katika nafasi hizi kuwa tunaweza kutekeleza katika majukumu yetu. Licha na majukumu ya nyumbani ya kulea familia pamoja na kina mababa, lakini kama wanawake tumeweza kukaa katika position zetu, tukaweza kuziongoza ndege na tukaweza kutoa taarifa zote muhimu zinazohusiana na taarifa nzima za usafiri wa anga. Sisi wanawake tunaweza, na tunashukuru mamlaka imetuajiri, na tunaomba rais aendelee kuipa changamoto hizi taasisi za serikali zote ziendelee kuajiri wanawake, kwa sababu mwanamke ni kama mama, ni kama mlezi wa familia, lakini anaweza kuwajibika katika sekta yake kwa 100%. Wanawake tukae mbele leo, tusijibweteke. Mtazamaji, hao ni wanufaika katika sekta ya anga. Tunasikia wanafurahi, wanapotoa hisia zao. Tutatembea kifua mbele chini ya usimamizi mkubwa kabisa wa Jemadari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke kiongozi Samia Suluhu Hassan, ambaye amesimama vyema kuongoza, anawapa hamasa katika kuongoza na kusimamisha gurudumu la maendeleo. Na tunamaliza sasa, Bwana Leonard, tuko wapi, lakini maono sasa ya taasisi katika uimarishwaji wa sekta hii ya anga tunaelekea wapi wote? Asante ndugu mtangazaji. Mamlaka ya anga inaelekea vizuri. Kama unavyofahamu, katika kipindi kile cha ugonjwa wa COVID tulitetereka kidogo, lakini serikali ilikaa vizuri. Baada ya hapo tunaona mpaka sasa hivi watalii wameongezeka. Tulikuwa na watalii kama milioni 2, lakini sasa hivi wamefika milioni 7. Kwa hiyo tunaenda pazuri. Tunashirikiana vizuri na wadau mbalimbali katika sekta ya anga ili kuhakikisha kwamba mamlaka ya anga inafanya kazi vizuri, inatoa huduma nzuri na inasimamia vizuri katika sehemu zingine ambazo inahitaji kusimamia kulingana na sheria na miongozo ya taasisi. Vile vile mamlaka ya anga inatarajia kujenga chuo kikubwa cha usafiri wa anga pale makao makuu, ambayo tumepata ufadhili wa Mheshimiwa Rais. Tunashukuru sana. Kwa hiyo tutakuwa na chuo kikubwa cha usafiri wa anga ambayo tutapata wanafunzi mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi, wakiwemo wanawake. Kwa hiyo watapata fursa ya kusoma. Kwa hiyo tutapata waongozaji ndege wengi wa hapa nchini na watu wa taarifa za ndege. Kwa hiyo tutasaidia katika sekta ya anga kuhakikisha kwamba uchumi wetu unaendelea kukua zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia fedha kwa ajili ya kujenga chuo, lakini tutapata wanafunzi wengi kutoka nje ya nchi. Vile tutaongeza mapato katika taifa letu. Mbali na hayo, tutakuwa na wataalamu wengi ambao watakuwepo katika usafiri wa anga ambao tunaweza kuwatumia katika kuhakikisha kwamba hatukwami, tunaendelea mbele zaidi katika kuhakikisha sekta ya anga inakuwa zaidi katika nchi yetu. Asante sana. Haya, nikushukuru sana mkurugenzi. Lakini pia tukaribishi basi katika mamlaka ya anga. Natamani sana na mimi kuwa mwana sekta hiyo. Tunakukaribisha sana mamlaka ya anga. Tunakaribisha uje kututembelea, ujionee maboresho mbalimbali ambayo yamefanyika, hasa na hii awamu ya 6 ya uongozi wa Mama Samia, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Tutakutembeza uone mitambo, uone chuo chetu ambacho tunakijenga na mambo mbalimbali mazuri ambayo yamefanyika katika awamu hii ya uongozi wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunakaribisha sana, karibu sana uje ujionee
mambo mbalimbali katika mamlaka ya anga. Karibu sana. Nitakaribia na timu yangu Simba ya Mwanamke na Ukombozi. Karibu sana. Shukrani sana. Mtazamaji, hayo ni mambo mazuri ambayo tumesikia kutoka katika sekta ya anga. Na kufikia hapo si la ziada. Mimi Khadija Hassan nilikuwa na timu nzima ya production na timu na Mwanamke na Ukombozi. Nini kinafuata katika kipindi kijacho? Usitoke katika kituo chako. Kwa heri. Ukombozi kwa wanawake Tanzania, tusibweteke, elimu, afya, kilimo. Muhamasishe mwenzio aje kwenye nyenzo mbalimbali, aje apate pembejeo, kwa pamoja tupate maendeleo.